ulikuwa ni shilingi trilioni 234.14. Sasa pato la taifa hili kwa kila mtu, ambao ndio limeibua maswali sana huko, watu wakanitumia mpaka account number, ni pato la taifa lililogawanywa kwa idadi ya watu nchi husika. Kwa hiyo unachukua hizi shilingi trilioni 234.14 unagawanya kwa idadi ya watu wa mwaka huo. Sasa idadi ya watu mpaka maadamu ni binadamu, mpaka mtoto mchanga mpaka mzee, wote waliopo katika kipindi husika, alafu napata hesabu yake. Kwa hivyo hesabu moja tulikuwa nazo ni kwamba idadi ya watu wetu 2025 milioni 68.153. Kwa unachukua shilingi trilioni 234 unagawanya kwa hii, ndio unapata hizo milioni 3 point ambazo tulieleza. Sasa hiyo haimaanishi ghafla kila mtu kwenye mfuko ana shilingi milioni 3, au basi wale wenye mabilioni wamepoteza mabilioni yao ghafla. Hapana, hii ni wastani wa pato la kila mtu. Wapo wanazo nyingi, yupo ambao hana. Kwa hivyo waheshimiwa wabunge, niliona kwamba ni muhimu tulifafanue hili. Ni wastani wa pato la taifa kwa kila mtu, ikijumuisha yule aliye juu sana hadi yule ambaye hana chochote, ndio unapata. Kwa hiyo zile account number naomba waheshimiwa wananchi wakae nazo. Kwenye eneo la 4 ambao ningepaka kufafanua pia ni matumizi ya mstari wa taifa na mstari wa kimataifa kwenye kupima umaskini. Na Mheshimiwa Profesa Muhongo aliongea vizuri na akataka tutumie ule mstari wa kimataifa wa dola 3. Sisi tumetumia mstari wa kitaifa. Kiwango cha mstari wa maskini kilichotumika kama nilivyosema ni matumizi ya kaya binafsi Tanzania bara kwa mwaka 2025 ambazo ni takriban shilingi 63,194. Kwa hiyo hapa Tanzania kwa kipimo hiki ukiwa unapata chini ya shilingi 63,194 kwa mwezi, unachukuliwa kwamba upo katika umaskini wa mahitaji. Na hii imesogea mwaka 2020 mwaka 2019 ilikuwa shilingi 49,320. Kwa hiyo hii manake matumizi ya chakula na matumizi mengine muhimu takriban 47%. Kwa hiyo hii kiwango cha mstari wa umaskini hutofautiana kati ya nchi na nchi kwa kuzingatia gharama za maisha katika nchi husika. Kwa mfano, Afrika Kusini kiwango chao cha umaskini, kwa maana mstari wameweka randi 760 kama takriban shilingi 122,000. Ukienda Kenya wameweka shilingi za Tanzania shilingi 93,000. Ukienda Uganda shilingi 46,000 kama shilingi 33,000. Kwa hivyo inatofautiana nchi moja na nchi nyingine. Kwa hiyo tulivyotumia sasa kitaifa, na tumekubaliana serikali yetu kupitia NBS pamoja na mashirika ya kimataifa kwa maana IMF, World Bank wamekubaliana kwamba huu ndio mstari wa kitaifa wa umaskini kwa Tanzania. Kwa mheshimiwa, nitaka tu hilo tuliweke hivyo. Tunatambua kwamba World Bank wametoa hizo dola 3 ambazo ni kama shilingi 7,834 kwa siku, lakini tumetumia mstari huo. La mwisho la 5 ni kuhusu mfumo wa ufuatiliaji kwa maana ya M&E framework, na waheshimiwa wabunge wengi wametoa mchango kwenye hili. Na niseme mheshimiwa mwenyekiti kwamba kufuatia kukamilika kwa nyenzo za utekelezaji wa dira 2050 ukiwemo mwongozo wa kitaifa wa ufuatiliaji na tathmini, Tume ya Taifa ya Mipango sasa inajielekeza kwenye utekelezaji na Mheshimiwa Rais ameelekeza kuwa tume ya nje ya vikao ijigeuze kuwa chombo cha usimamizi, yani delivery bureau. Kwa sasa mwendo ni utekelezaji. Na katika utekelezaji wa dira 2050 Tume ya Taifa ya Mipango itapima, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu, itapima mafanikio kwa kuzingatia viashiria vya upimaji vinavyozingatia matokeo ya utekelezaji wa program na miradi ya maendeleo katika kukuza na kuzalisha ajira. Na hatutapima kwa kuangalia idadi ya shughuli au kazi ambazo zimetekelezwa. Kwa hiyo hoja hapa ni viashiria vya upimaji vinavyoangalia matokeo, na tumeweka kila sekta za kipaumbele zipo 12, viashiria vipo 206, kila sekta ina viashiria vyake, na tumia hivyo kupima. Kwa hivyo msitupime mafanikio kwa idadi ya shughuli, tunataka tuone mafanikio kwa kuangalia viashiria vya matokeo. Kwa ujumla, waheshimiwa wabunge, dira 2050 imeweka vigezo vitano vya kuchagua sekta. Tumesema
export, uzalishaji wa ajira, kuongeza thamani, revenue ya serikali na muunganiko wa sekta mbalimbali. Kwa hiyo ni neno ambalo ni muhimu. La mwisho kwenye hili niseme, kwa kuzingatia maoni na ushauri wa waheshimiwa wabunge, serikali imetafakari na hatimaye tumekubaliana na tumeshaanza mchakato wa kuandaa sera ya ufuatiliaji na tathmini na mswada wa sheria husika. Nirudie hili Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge kwa muda mrefu kwenye kila mjadala unaohusu mpango lazima watoe wito wa kutungwa kwa sera ya M&E framework. Taarifa njema ni kwamba serikali imekubali na Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshaelekeza mchakato wa sera ya M&E umeshaanza na tutakamilisha na tutatoa taarifa hapa bungeni. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoanza utekelezaji wa dira 2050 katika msingi imara wa mafanikio yaliyopatikana kutokana na utekelezaji wa dira 2050 na hususan miaka mitano ya mwisho wa utekelezaji wake ambao ulisimamiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ningetaka kutoa muhtasari wa mafanikio katika maeneo machache. Chagua maeneo 10. Tunahitimisha dira 2025 na tunaanza utekelezaji wa dira mpya. Ni vizuri tutambue kwamba tunaingia katika dira mpya hii tukiwa na msingi imara. Kwanza, pato la taifa mwaka 2021 ilikuwa trilioni 162 takriban. Sasa tunazungumzia trilioni 234. Nyongeza karibu zaidi ya trilioni 70 ndani ya kipindi cha miaka mitano. Mikopo, hizi ni takwimu muhimu za kiuchumi. Mikopo iliyotolewa na benki za biashara katika shughuli za kiuchumi mwaka 2021, Mheshimiwa Rais anaingia, ilikuwa trilioni 22.44. Sasa mwaka 2025 trilioni 44.60. Amepandisha kwa asilimia 50. Dr. Samia anaingia madarakani mwaka 2021, mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi zote dola za Kimarekani bilioni 6.75. Mwaka jana dola za Kimarekani bilioni 10.26. Mapato ya utalii, kwanza idadi ya watalii. Mheshimiwa Rais anaingia 2021, utalii nchi watalii 922,692. Mwaka jana watalii milioni 2,294,495. Mapato ya utalii anaingia hapa dola za Kimarekani bilioni 1.248. Mwaka jana 2025 bilioni 4.4. Uzalishaji wa bidhaa viwandani, nimechagua chache tu kwa sababu ya muda. Kwa mfano, saruji wakati anaingia tunazalisha tani milioni 6.5. Mwaka jana tunazalisha tani milioni 9.3. Mabati tunazalisha mabati 119,019. Sasa mabati 141,041.9. Hata wale jamaa zangu, na hii pia hii data pia ipo, ukitaka hata za bia zipo. Bia wakati wanazalisha lita milioni 380, sasa lita milioni 755. Sasa hiyo haimaanishi kwamba wanaiva wameongezeka, uzalishaji umeongezeka tu hapo. Shehena za TPA pale bandari zetu 3, anaingia madarakani, shehena za mizigo milioni 18.78, sasa milioni 37. Watumiaji wa internet wakati huo milioni 29, leo milioni 58. Sasa takwimu huwa haziongopi. Sasa mtu atasema hamna mafanikio, hamna nini. Sasa wewe unasemaje namna hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti,
Mafanikio haya yanajitokeza pia katika ukuaji wa sekta binafsi. Tarehe 12 Mei mwaka 2026, jarida maarufu la African Business lilichapisha taarifa yake ya kila mwaka kuhusu ukuaji wa kampuni za kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na kuchagua kampuni 20 kubwa zaidi kwa kuzingatia thamani ya kampuni. Kampuni zilizochaguliwa ni zile ambazo thamani yake ni dola bilioni 1 na kuendelea. Kati ya kampuni kubwa 20 za ukanda wa Afrika Mashariki na ukanda wa kati, Tanzania imeingiza kampuni 6. Kikubwa zaidi kwa mara ya kwanza tangu nchi izaliwe hii, kwa mara ya kwanza kampuni 2 za Tanzania zimeshika nafasi ya 3 na ya 4 kwa ukubwa. Kampuni hizi ni CRDB Bank na NMB. Kampuni ya kwanza Safaricom Kenya, kampuni ya pili MTN Uganda, ya 3 CRDB Bank Tanzania, ya 4 NMB Bank Tanzania. Hivyo ndivyo uchumi unavyoanza kuwa na kampuni zinavuka mipaka ya nchi. Na mhariri, Mheshimiwa Mwenyekiti, mhariri wa jarida katika hitimisho lake alisema hivi, anasema natafuta Kiswahili hapa kwa sababu ameandika Kiingereza. Anasema kupanda kwa CRDB na NMB ni moja ya maendeleo ya kuvuta zaidi yalijitokeza katika utafiti wa mwaka huu. CRDB imepanda hadi nafasi ya 3 ikiongeza thamani yake kutoka dola za Marekani milioni 762 hadi bilioni 2.1, huku NMB Bank ikishika nafasi ya 4 baada ya kuruka kutoka dola za Marekani bilioni 1.1 hadi bilioni 2.7 katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Kwa mara ya kwanza, sio mimi nasema, mhariri anasema, kwa mara ya kwanza katika historia hali hii imeziweka benki kubwa za Tanzania mbele ya benki za wenzao wa Kenya zikiwemo Equity Bank na KCB Bank. Sasa unafanyaje hapo? Kwa hiyo kazi inaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio haya sio takwimu tu. Hizi ni ajira kwa Watanzania. Takwimu hizi ni heshima kwa taifa letu. Takwimu hizi ni kielelezo cha mafanikio ya utekelezaji wa sera za kiuchumi za CCM. Takwimu hizi ni kielelezo cha mafanikio ya utekelezaji wa sera sahihi za kiuchumi za kuifungua nchi na falsafa ya 4R iliyoasisiwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, napohitimisha, katika kutekeleza dira 2050 tumekubaliana sote kuwa lazima tubadilike, tuenende isivyo kawaida yetu, yani business unusual. Hii ni pamoja na hatua 5 zifuatazo. Kwanza, tuendelee kutambua kama alivyo jana Mheshimiwa Waziri wa Elimu alisema vizuri, rasilimali kubwa ya kuendeleza nchi yetu duniani ni uwezo wa watu wake. Hivyo basi tuendelee kuunga mkono na tutekeleze kikamilifu mpango wa serikali wa kupanga upya mfumo wetu wa elimu. Sasa tujikite kwenye kutoa watu wenye uwezo, ustadi, yani capabilities, badala ya vyeti, sifa za kitaaluma, yani credentials. Hii inabidi pia iende sambamba na kubadili utamaduni wetu wa kuanza kuwaheshimu watu na kuwatambua watu kwa misingi ya uwezo na mchango wao katika jamii badala ya wingi wa sifa za kitaaluma na idadi ya vyeti walivyo navyo. Kwa waheshimiwa wabunge, muhimu hapa ni capabilities, sio cheo, sio idadi ya vyeti, ni uwezo gani ulionao na mchango katika jamii. Pili, dhima ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa ni kukuza uchumi jumuishi na kuzalisha ajira. Hivyo basi kipimo kikubwa sana kwa kila sekta ya serikali na sekta binafsi katika miaka 5 ijao iwe ni kiwango gani sekta husika imechangia katika kuzalisha ajira katika sekta rasmi, hususan ajira za vijana. Hili waheshimiwa wabunge, ni eneo muhimu. Kila sekta ndani ya umma na katika binafsi ijipange kuzalisha ajira kwa vijana. 3, kuongeza kasi ya matumizi ya digitali kama silaha ya kuongeza tija katika uzalishaji na utoaji wa huduma. 4, kuimarisha mifumo ya utawala ili kujenga taasisi imara, ikiwepo kujenga utamaduni wa kuheshimu utawala wa sheria na kukubali na kuishi kwamba hakuna aliye juu ya sheria, ikiwemo sisi tuliopata dhamana ya uongozi. Ushahidi wa kisayansi unaonyesha kuwa kuheshimu na kuzingatia utawala wa kisheria ndio kiwezeshi kikubwa zaidi na kisicho na gharama katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi. 5, kubadili mtazamo kuhusu sekta binafsi
na biashara kuwa ndio chanzo kikuu cha kukuza uchumi, kuzalisha ajira na kuifanya nchi yetu kuwa tajiri, kwamba lengo kuu la biashara hatimaye ni kutengeneza faida. Kwa hivyo mtu akitengeneza faida isiwe tabu, ndio kazi ya biashara. Biashara hewa yake ni faida. Wakati tukizidisha mapambano dhidi ya rushwa, tuondoe mitazamo kwamba kila mtu mwenye hela ni mwizi. Kuna watu wamepata hela kwa bidii, kwa kufanya biashara, kwa kutengeneza faida. Kwa hiyo tupambane na rushwa, lakini isiwe kana kwamba basi mtu akipata, kila mtu mwenye hela hususan akiwa mweusi ameiba. Hapana. Mheshimiwa Spika, nahitimisha. Serikali hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi iliyoundwa kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania kufuatia matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ipo dhana inaanza kujengwa na wapinzani wetu kwamba chama chetu na serikali yake pengine tunaogopa au kwamba hatutaki utawala wa demokrasia na haki. Hapana. Dhana hii lazima tuikatae. Kwa asili yake, kinadharia na kimatendo, Chama cha Mapinduzi ni chama cha kidemokrasia chenye nirudie, kwa asili yake, kinadharia na kimatendo, Chama cha Mapinduzi ni chama cha kidemokrasia chenye historia ndefu ya kupigania haki. Demokrasia, haki na usawa ni misingi mama kwa chama hiki. CCM cannot take lectures about democracy from anybody else katika nchi hii. Neno haki limetajwa mara 32 katika katiba ya CCM. Kwa mujibu wa katiba hii ya CCM mwaka 77 ibara ya 5, CCM ina malengo 19. Lengo la 7, kusimamia haki na maendeleo ya wakulima, wafanyakazi na wananchi wengine wote. Lengo la 8, kuona kwamba raia anayo haki ya kushiriki kwa ukamilifu katika kufikia uamuzi wa mambo ya taifa na yanayomhusu, na kwamba ana uhuru wa kutoa mawazo yake, wa kwenda anakotaka na kuamini dini anayotaka. Lengo la 9, kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kwa misingi ya kidemokrasia. Aidha, sera za CCM, sera za msingi za CCM, na nukuu, kinachotuunganisha kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi ni fikra na itikadi na imani ya chama kuwa binadamu wote ni sawa na kila mtu anastahili kuheshimiwa kwa utu wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya 2.6 aya 47 ukurasa 2 wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, CCM inasema, CCM inaamini kuwa misingi imara ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ni muhimu katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani na utulivu. Aidha, katika kutekeleza hili, ilani imeahidi pamoja na hatua zingine kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Sasa watu wanaenda kule, wanasema wanafanya maandamano, wanafanya mikutano ya kudai katiba mpya. CCM tayari ilishaahidi katiba mpya kwenye ilani yake, na wananchi wasieleze kana kwamba kuna mtu mwingine mwenye ajenda ilani hii nje ya chama kinachotawala. Aidha, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayapata maono ya viongozi wetu kupitia hotuba zao, hususan hotuba zinazotolewa bungeni. Hotuba ambazo zinatolewa viongozi bungeni zina uzito wa pekee. Tangu aingie madarakani, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka wazi dhamira yake katika mambo makubwa 4 yanayohusu utawala bora. 1, kuimarisha utawala wa sheria; 2, uadilifu; 3, haki na uwajibikaji; na 4, mapambano dhidi ya rushwa. Akifungua bunge hili la 13, Rais Samia aliweka wazi nia na dhamira hiyo, na hapa namnukuu: msingi wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika kila ngazi, kuanzia juu mpaka chini. Kwa msingi huo, na ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili, tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi,
ubadhirifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kudurudisha nyuma kwa kuongeza maslahi binafsi. Kwa hiyo, waheshimiwa wabunge, hatuna sababu ya kubabaika inapokuja swala la kupigania demokrasia, haki, utawala na uwajibikaji. Ni wajibu wetu na ni ajenda na maelekezo halali ya chama chetu na viongozi wetu wa juu. Nataka niliseme hili kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake kimeweka dhamira ya dhati na dunia ijue ya kulinda na kuimarisha utawala wa sheria na demokrasia. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalize kwa shukrani. Namshukuru Mungu kwa uhai, neema, rehema na baraka. Na baada ya kumshukuru Mungu, nitumie nafasi hii kuwashukuru watu muhimu katika maisha yangu. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa fursa aliyonipa ya kutumikia katika serikali yake, kipekee kabisa kwa fursa aliyonipa ya kuongoza mchakato wa kuandika nyaraka ambazo zitaongoza mtakatifu nchi miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii kwangu ni jambo kubwa, ni upendeleo. Nafarijika kwamba dira ambayo naenda kuitekeleza kuanzia mwezi ujao nimeshiriki kwa fursa ambayo Mheshimiwa Rais alinipa. Pili, nawashukuru sana viongozi wetu wengine wakuu, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa kiongozi wetu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mbunge na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wao na maelekezo yao ambao wamekuwa wakitupatia. Tatu, na kwa umuhimu wa kipekee sana, chukua nafasi kuishukuru familia yangu. Ninamshukuru rafiki yangu wa miaka 25 na mke wangu kipenzi Prosper Swai. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, imekuwa bahati leo mke wangu yupo hapa. Ndio mambo hayo. Barikiwe, asante sana. Yupo na wamekuja na kijana wetu wa pili Calvin, yupo hapo, wenzake wapo kwingine huko. Mheshimiwa Mwenyekiti, tupo hapa tunafanya kazi kwa bidii, tunapata matunzo ya familia zetu, na maendeleo yanaanzia kwenye familia, yanakuja kwenye jamii, yanakwenda kwenye taifa. Namshukuru sana mke wangu ambaye kwa kweli sio tu mke, lakini rafiki mwema na mdau na mbia katika malezi na maendeleo ya familia yetu. Kwa uzito mkubwa na washukuru waheshimiwa wananchi wenzangu wa jimbo la Ubungo kwa imani yao na ushirikiano ambao wananipatia katika kufanya kazi zetu za kijimbo, pamoja na viongozi wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Ubungo. Tano, ninawashukuru sana watumishi wenzangu katika ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji, kiongozwa na Dr. Taus Kida, Dr. Fred Msemwa, makatibu wakuu hawa, ndugu Nehemia Mchechu, msajili wa hazina, ndugu Terry, mkurugenzi mkuu wa TISEZA, na watumishi wote kwa jumla. Silaha ya waziri yeyote ni wataalamu waliopo katika ofisi yake, na mimi namshukuru Mungu kwamba ni wataalamu wazuri. Mkiona tunawasilisha hapa mnatupongeza, nyuma yake wapo wataalamu chini ya makatibu wakuu hawa. Mungu awabariki sana. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa, mbunge, waziri wa fedha, na wataalamu wa wizara yake wakiongozwa na Dr. Natu Mwamba kwa jinsi ambavyo tunashirikiana katika majukumu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ofisi yangu bila kushirikiana na wizara ya fedha haiwezi kufanya kazi, na mara zote kuanzia Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa waziri wa fedha na sasa Mheshimiwa Balozi Hamisi tumepeana ushirikiano wa kutosha. Mheshimiwa Balozi, nakushukuru sana na Mungu akubariki sana. Nimshukuru sana kiongozi wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Aidan Mariko Kabuti, kiongozi wetu hapa bungeni, anayemsaidia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa maelekezo yake, lakini pia kwa malezi yake. Mimi pia ni mwalimu wangu tangu chuo kikuu na ameendelea kunilea mpaka hapa. Lakini nataka nimshukuru sana Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, ndugu yetu Hamza Johari, amekuwa mshauri wetu.
tunashauriana, anatuelekeza, yupo available anytime katika kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zinakwenda kwa mujibu wa sheria, na ndio mlinzi wa sheria, na anatuambia kila siku kwamba bila utawala wa sheria tutakwama. Mheshimiwa Balozi, Mungu akubariki sana. Lakini washukuru waheshimiwa mawaziri wenzangu tunaoshirikiana wa sekta. Mimi ni waziri wa sekta mtambuka. Bila ushirikiano wa mawaziri wa kisekta kazi yangu itakuwa ngumu na haitawezekana. Nikiri mbele yenu kwamba waheshimiwa hawa mawaziri wamekuwa watu wema, wamekuwa wakinipa ushirikiano wote ambao unahitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ninaomba waheshimiwa wabunge wapitishe taarifa niliyowasilisha na bajeti ya serikali ili tuanze safari ya kusaka pato la taifa la dola trilioni 1 na pato la kila mtu la dola 7,000 kama tulivyotarajia kupitia dira 2050. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa hoja.